kuna majirani zake walikuwa wanapita. Silikuwa ni Jumamosi, watu wanatembea, wanashughulika na mambo yao, wakamkuta ananoa kisu. Ni kisu panga. Akawaambia, wanamuuliza, bwana vipi? Mbona unanoa panga namna hiyo? Nyinyi ngojeni tu kesho mtaona vitu. Kuna jambo kubwa litatokea. Sasa mimi hilo neno lininishtua, jambo kubwa la kunolea kisu, kunolea panga kubwa. Na anasimulia bila hakuwa na wasiwasi. Bahati mbaya nikajikwaa kwa nyuma, nikaanguka chini chali. Sasa nilipoanguka chali, sasa akaja aje akate kabisa usawa kichwa. Mungu alinionyesha sio ni Mungu ni nani, basi nikakunja miguu yangu mimi. Alipokuja akate kichwa, nikamkita na miguu tumboni. Baadaye ya panga kuja kichwani, nikawa nimeweka mkono kwenye kukinga kichwa, ikapita kwenye mkono. Mimi naitwa Aloisi Christopher Kamali. Jina la nyumbani naitwa Mkuma. Ndugu zangu, kuhusu tukio hili ni kwamba tulikuwa kanisani majira ya 1:30. Mimi nilikuwa nimekaa kwenye mlango, karibu na mlango mkubwa wa nyuma ya kanisa. Huyu mwenzangu Costa alikuwa amekaa kwenye benchi ambalo liko opposite na mlango mdogo. Sasa kuna mtu mmoja aliingia akiwa na kamfuko au akaenda kukaa, anaendelea kama anataka kwenda kukaa kwenye viti, lakini hakukaa kwenye viti, akaendelea kwa mbele. Sasa ndugu yangu Costa nilimuona anasimama tu, akakimbia kwenda kumchukua, akamkamata, akamtoa, lakini wakati wa kumkamata wala kufanya kurupushani yoyote. Aliondoka naye taratibu tu, kawa na ongea vizuri. Sasa wakatoka kupitia mlango mdogo, wakatoka nje. Sasa walipofika nje huko, mimi nimekaa tu. Wakati huo ulikuwa ni wakati wa kwenda karibu padri anataka kwenda kusoma Injili. Sasa nikaona mzee Mtebe anatoka nje. Sasa mimi baada muda kidogo nikaona nikajihisi tu kwamba hao watu kwa nini wametoka nje, alafu kwa nini huyu ametoka muda mrefu hajarudi, bwana anachukua kipindi kirefu. Basi mimi ndio ikanisukuma tu kwamba ngoja nikaangalie kuna nini. Basi nikatoka kwangu nyuma kule, nikapitia mlango mdogo. Kufika kwenye mlango mdogo, tupa macho mbele, nikaona mtu anachalanga, anapiga mtu amelala chini. Pia analia nakufa. Sasa nikasema mimi nilipiga moja tu kwamba jamani, mtu anakufa huku. Kwa kweli siku 6 kwenda, sikufahamu kwamba anapigia kitu gani, lakini nilisukuma tu kwamba niende nimnusuru huyu. Nikakimbia, lakini kufika pale, nilipofika karibu namna hii, jamaa akanyanyua panga. Kumbe alikuwa anapigia panga. Sasa alipokuwa anapigia panga, akanyanyua panga, akamwacha huyo. Sasa akaja upande wangu, akanifuata. Sasa aliponifuata mimi nikaona hapa sasa hakuna jinsi. Nikisema nikimbie atanikata. Basi ni Roho Mtakatifu tu nafikiri ndiye aliyeniingia. Nikawa narudi nyuma kinyume. Nikiwa na lengo kwamba nimvute, angalau watu wakitoka ndani humo watakuta bado na mvuta ili watatusaidiane nao. Lakini bahati mbaya nikajikwaa kwa nyuma, nikaanguka chini chali. Sasa nilipoanguka chali, sasa akaja aje akate kabisa usawa kichwa. Mungu alinionyesha sio ni Mungu ni nani, basi nikakunja miguu yangu mimi. Alipokuja akate kichwa, nikamkita na miguu tumboni. Baadaye ya panga kuja kichwani, nikawa nimeweka mkono kwenye kukinga kichwa, ikapita kwenye mkono. Yaani sikia kama wembe tu umepita. Yaani kama wembe, sikudhani kabisa kwamba nimekatwa kabisa. Basi hakuanguka, akateteleka, akarudi. Muda huo nataka kuamka, akarudi. Aje akata upande wa kulia, nikageuza mguu wa kulia, nikampiga tena teke. Panga lingine likapita usawa mtoki hapo karibu na tumbo hapo chini. Akateteleka tena. Akageuza tena kwenda upande mwingine. Na mimi nikageuka naye. Akaja kukata, nikawa nimeruka sehemu nyingine, akakata upande wa chini, akakata kwa chini. Akarudi tena aje anikate. Sasa ndio
watu wakawa wameshatoka. Kuna mtu jana mmoja simtambui na nishtukia tu anapiga jiwe la kichwa. Basi anapiga jiwe la kichwa akaanguka huko, panga likaanguka huko. Basi ndo akaanza kumshambulia. Ndio mimi sasa nikakuta nikasikia mkono ganzi kuangalia nimekatwa kwenye mkono. Mkono umechanjika hapo. Mkono wa kushoto umechanjika. Sasa nikawa naambia watu, jamani, uone shati yangu hii mnifunge hapa. Watu nao wakisha kuona hapo wanakimbia, wanalia tu. Nikawa naambia mnifunge shati, damu sasa ikawa inachuruzika sana. Nikaanza kuona hata sasa kizunguzungu. Nikaanza kuona kama giza. Sasa kuna mama mmoja sikumtambua, sasa ndiye anakuja, nikamwambia nivue shati. Alikuwa na kikoi chake hiki, akatoa hicho akanifunga. Ndio nikakaa sasa. Ndio baada ya hapo sasa ndio akafanya utaratibu, kapata gari, katuweka kwenye gari, basi katupeleka Bomani. Kafika Bomani huko, fika kwa kweli wakatupokea, tukashughulikiwa. Walianza kumshona ile mwenzangu Costa, wakamshughulikia yeye kwanza. Mimi nimekaa pale nasikilizia maumivu. Walipomaliza huyo na mimi ndo akanichukua akaanza kunishughulikia. Maliza kunishughulikia, kunishona mkono, katupeleka kwenye hodi. Fika kwenye hodi mle tumekaa, ndio sasa naanza kusikia maumivu kwa chini. Kuna nini? Nikaamka kwamba nikaangalia kwenye nikienda chooni nikaangalia. Kufika ndio nikakuta nimepanga limepita, nimechana suruali, chana shati nilikuwa nimechomekea, chupi, yani nimeingia ndani na nyama kabisa. Sasa nikadudi nikamwambia nesi, bana nesi, kumbe na huku panga limepita. Basi ndo akaja tena akashughulikia hapo kunishona nyuzi 5. Basi ndio tukawekwa hapo, baadaye tukachukuliwa pelekwa Bugando. Kwenda na boti moja ya ambulance ile. Kuta pale Mwanza walikuwa tayari gari ambulance ilikuwa imesha kuja pale. Nafikiri ilikuwa ni jitihada za baba askofu. Ambulance imesha kuja pale na gari nyingine ya kutuchukua. Tukapelekwa mpaka Bugando. Fika pale wametupokea vizuri. Tumefanywa huduma, tumepelekwa theater moja kwa moja. Kaenda kufanywa pale fanywa matibabu. Ndio baadaye tukatolewa. Tukawekwa kwenye hodi hapo. Basi mimi nilianza kutolewa mimi. Ndio nikakutwa nimeshafungwa tayari kila kitu. Wenzangu baadaye akatoka na kuja kuzinduka, muda umeenda sana. Basi ndio alipozinduka tukaanza kawa analia, umeniokoa. Na mimi nikamwambia wewe jipe moyo tu, tumekuwa vile tumeokoa, basi tumeokoka. Basi tumekaa pale siku moja hiyo. Siku ya pili kaonekana yeye bado maumivu bado damu zinatoka. Kabidi basi wafanye utaratibu kumpeleka Muhimbili. Kaondoka na ndege ya saa 5 usiku. Na alikuwa anasema tuende wote, anang'ang'ana tu tuende naye, lakini nikamwambia hapana. Baadaye nikamwambia bana, mimi ndege imepatikana booking ya watu 2. Kwa hiyo inabidi utangulie, mimi kwangu nimesema ni kesho asubuhi. Basi ndio akalizika. Basi ikabidi yeye wampeleke, mimi nikabaki pale naendelea na matibabu. Kwa kweli waumini mnawashukuru sana kwamba sala zenu zimetusaidia sana. Zimetusaidia wakati tuko kule, tulikuwa tunapata faraja, tunapata taarifa nyingi tu kutoka huku na hata wa mikoani. Na wengine walikuwa wananipigia simu hata sifahamu namba zao, lakini wanatupa pole. Kwa kweli ninashukuru sana, na niombe tu kwamba ushirikiano huu uendelee kuwepo. Lakini kwa upande wa Kagunguli sasa, niombe kwamba kwa vile hii tukio limetoka hili, limekuwa fundisho. Tulikuwa tunaambiwa kila wakati tuangalie. Sasa inabidi kabisa tuwe makini kabisa wakati wa misa. Iwe misa yoyote ile, iwe ibada kwenye vigango, lazima tuwe makini kabisa. Jumuiya zile zinazokuwa zamu, basi ziendelee kuweka majukumu, wawe na walinzi wawepo. Na sana niwaombe sana viwawa ndio nguzo ya kanisa. Yaani ndio wale vijana wafanyakazi wa kanisa. Wale ndio zaidi wawe kabisa walinzi katika kanisa. Niwaombe sana vijana viwawa, mjitahidi sana kuungana na wanajumuiya wanapokuwa zamu. Mimi naitwa Angelina Dominico. Kwanza tuliposikia hiyo habari kila mmoja alishtuka. Mimi mwenyewe niliona uchungu kwamba hili ni jambo la ajabu. Nimekaa Kagunguli miaka mingapi? Kama miaka 4 5. Maana nimekwenda kuanza kazi Kagunguli mwaka 57. Sasa tangu pale mimi nilikuwa sijasikia vituko vya namna hiyo.
nimekuwa mwenyeji wa Ukerewe sasa hivi. Hicho kitu kinitia huruma. Niona kuna nini? Ni mwisho wa ulimwengu. Mtu aingie kanisani na panga na anatoa neno kwamba ukinigusa. Nasikia inavyoelezwa na wenzake. Kuna majirani zake walikuwa wanapita, silikuwa ni Jumamosi, watu wanatembea wanashughulika na mambo yao, wakamkuta ananoa kisu. Ni kisu panga. Akawaambia, wanamuuliza, bwana vipi? Mbona unanoa panga namna hiyo? Sema, nyinyi ngojeni tu kesho mtaona vitu. Kuna jambo kubwa litatokea. Sasa hilo neno lininishtua, jambo kubwa la kunolea kisu, kunolea panga kubwa. Na anasimulia bila hakuwa na wasiwasi. Ilikuwa ni maajabu. Sasa walipokuwa nasimulia mambo hayo, mimi moyo unauma. Tangu nimekaa miaka yote hii sijasikia tendo la namna hiyo. Na hali ya uhalifu wa hivyo mimi nilikuwa sijaupata. Tangu nimekaa hapa sijapata kusikia mtu amekata mtu panga. Alafu maajabu ni kwamba mtu anaenda kuua padiri. Mtu wa wengine anakosa gani? Anatuletea mkosi wa bure. Mtoto wa watu nadhani alipata uchungu. Wanavyosimulia ni kwamba nilitia huruma sana. Mimi kwa kweli jambo hili lilinitia uchungu sana. Sisi tumekuja huku tukiwa wasichana wadogo. Miaka yote niliyokaa hapa, zaidi ya miaka 60 niko hapa. Mtu anasimulia kwamba kuna mtu anataka kuua padiri. Sisi mapadiri tunawaheshimu sana. Kama Mkristo iliniuma sana. Mapadiri kwa kweli tunawaombea. Utamwambia nini? Nikumwambia ni kumuomba tu, tuzidi kuomba Mungu atuletee neema kwa watu ambao roho zao zinawaza kuua mtu ambaye anafanya kazi ya kuokoa roho za watu. Anakosa gani? Inatia huruma sana. Padri wengine wanaosikia, naomba Mungu azidi kujaza neema zake, wasifwe moyo, tufanye kazi yetu kama walivyoahidi. Wanatolea maisha yao, wamejitoa kuokoa roho za watu. Watuvumilie, ila tunaomba Mungu aweze kupitisha baraka zake.